Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu wapendwa, leo tunasherehekea hawa ndugu zetu, nguzo kuu za kanisa letu, Petro na Paulo. Ningependa sana tusisitize na tujifunze kutoka kwao, kuona kwa nini hata Jumapili watakatifu hawaadhimishwi, hawasherekewi, lakini hawa wawili kanisa zima limeamua kwa sababu siku yao imeanguka Jumapili, tuadhimishe na tuwasherekee. Tunajua kama ni mtakatifu yoyote, kiwa Jumapili ni Jumapili, lakini hawa kama nguzo kuu za kanisa letu wanaadhimishwa kwa sababu zifuatazo. Tumeshasikiliza hadithi na historia zao, lakini kurudia sio kitu kibaya. Tunamfahamu Petro kama vile tulivyosikiliza kutoka somo la leo, kama mwamba, au kutaja maneno haya, lakini mwamba aliyeanguka lakini akainuliwa. Na mwamba huo sasa ulikuwa sasa nguzo na msingi wa imani yetu. Simoni Petro alikuwa mvuvi wa kawaida, mwepesi wa kuzungumza, mwenye hisia kali na mara nyingi mwenye kusita. Alitembea juu ya maji, lakini pia alizama. Alimkiri Yesu kwa Masihi, kama tunavyosikia pia katika Injili ya leo, lakini pia muda mfupi baadaye akamzuia Yesu asiende msalabani. Petro aliahidi uaminifu, lakini akamkana Yesu mara 3. Hizo mara 3 zimejibiwa leo katika Injili hii. Na bado Yesu alimuita mwamba. Kwa nini? Kwa sababu nguvu ya Petro haikuwa katika ukamilifu, bali katika utayari wake wa kurejea. Ndio maana wakati wa community nasema, Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Maana yake atustahili kuweza kumpokea Yesu, sio kwa sababu tumebatizwa, tumefunga ndoa, tumefanya nini. Sio hiyo. Hata ndani ya dakika chache tushatenda dhambi kwa mawazo, kwa maneno na kwa matendo. Tunaona huyu pia astahili, lakini Yesu amempenda kwa sababu ya imani aliyoona ndani yake, na kwa sababu sio kwa sababu ya nguvu yake, lakini neema ya Mungu, bali katika utayari wake wa kurejea. Kurejea ndio sasa. Ndio maana katika mwaka huu mtakatifu tunaalikwa kumrejea Mungu, kumgeukia Mungu, kumrudia Mungu na moyo wote, sio nusu, ili tuweze kupiaisha maisha yetu, tuweze kuimarisha imani yetu, tukiwaiga hawa watu. Tunakumbuka pia Petro alilia machozi ya toba na Yesu akamsamehe. Wewe ushawahi lia machozi ya toba? Ushawahi tathmini maisha yako, kuinuka kama mwana mpotevu na kama Petro kulia? Leo Mungu anakuita, vua viatu tena. Mahali unapokaribia ni mahali patakatifu. Shaingia, utakapokuwa unakuja kupokea, vua viatu. Kwa lugha ya kiteolojia na kibiblia, kuvua viatu, vua utu wako wa kale ili upokelewe na Mungu. Alilia machozi ya toba na Yesu akamsamehe. Wewe pia lia leo, umkimbilie Yesu. Na alishindwa, lakini Yesu bado alimtumainia na kumpa funguo za ufalme. Tunapotafakari kuhusu mwaka mtakatifu, lengo kuu ni kuhiji na kupokea rehema kamili. Kabla hujapokea rehema kamili, kuna masharti. Kwanza, uwe umetubu na umejiweka huru na mitego yote ya dhambi.
dhambi ndogo ndogo na dhambi za mauti. Na unapohiji, kuna hiji ya kimwili. Unapofika sehemu au kituo cha hija, unaalikwa sasa kuanza safari ya kiroho. Hija kama safari kutoka sehemu nyingine mpaka sehemu nyingine. Unapopokelewa na wahusika, Yesu aliye mlango wa wokovu anatukaribisha sisi sote bila ubaguzi, bila kutengana watu. Tunaalikwa sasa, tunapoanza safari ya kiroho. Ndio maana tunaimba litania ya watakatifu wote kutuombea tuweze kuwaiga. Tunapoingia tusafishe roho na mioyo yetu, ili tutakapohudhuria na kushiriki. Kuhudhuria haitoshi, kushiriki katika ekaristi takatifu, tumpokee Yesu kwa kiroho au kimwili. Na baada yake tunaposali kwa nia ya Baba Mtakatifu, sasa tutapewa rehema kamili. Alafu yule aliyepewa kifunguo cha kutoa rehema kamili ni Petro peke yake. Na sasa hivi aliye na mamlaka kupatia watu rehema kamili ni Baba Mtakatifu. Ila tu kwa sababu ya mwaka mtakatifu, mwaka wa neema, mwaka wa upatanisho, mwaka wa kumshukuru Mungu, kama neno lake linalosema jubilei, yobel, kusherekea, tumealikwa kwa sababu Mungu anatupenda bila ubaguzi. Ndio maana Baba Mtakatifu pia akaturuhusu, amewaruhusu kwanza maaskofu wote kuwapatia watu rehema kamili, na sisi pia mapadre husika kupatia watu na kutoa rehema kamili. Lakini ni mtu mwenyewe anayeshiriki katika kupokea rehema kamili. Usipofuata masharti huwezi kupokea rehema kamili. Sasa alikuwa mtu wa kwanza kupewa kifungua. Lakini rehema kamili nini? Maondoleo ya adhabu za muda au za milele. Kufunga na kufungua. Tofauti kati ya kuondolea dhambi na kutoondolea dhambi. Tunaposoma kutoka Injili ilivyoandikwa na Yohane sura ya 20 aya 21 hadi 23, humo ni maondoleo ya dhambi. Tofauti na alipokabidhiwa kifunguo, kufunga na kufungua. Na mtu wa kwanza kupokea rehema kamili ni yule pia alipokutana na Yesu, akamtambua na akazingatia uwepo wake na nguvu zake zote, ndio akapewa rehema kamili akiwa mtu wa kwanza. Wakiwa msalabani, yule mwingine akamcheka, kama wewe ndiye mwana wa Mungu, si utuokoe na utuokoe sisi. Lakini yule aligundua huyu ni mwana wa Mungu, unihurumie, na akamhakishia leo tu utapita toharani, kama tunavyosoma kutoka Ufunuo sura ya 21 aya 27 kwamba hakuna kitakachoingia mbinguni bila kutakaswa. Yeye anaingia moja kwa moja. Lengo la mwaka mtakatifu ni hilo. Sasa unapopewa rehema kamili, ukifa wakati huo unaingia moja kwa moja mbinguni. Na ukipewa rehema kamili unaitunza kwa kufuata masharti yafuatayo. Kwanza, usali rozari kila siku, usoma neno la Mungu angalau dakika 30, umwabudu Yesu aliye katika tabernakulo angalau dakika 30, na ufanye pia matendo ya huruma. Na mwishoe, kama utakapoanguka kama Petro, uinuke na umkimbilie Yesu katika sakramenti ya kitubio. Ndugu wapendwa, na bado kama tulivyosema, Yesu alimuita mwamba. Kwa nini? Kama nilivyosema, sio kwa sababu ya nguvu zake, bali katika utayari wake wa kurejea. Alilia machozi ya toba na Yesu akamsamehe, kwa sababu aligundua alimkosea Mungu na alimkosea Yesu. Alishindwa, lakini Yesu bado alimtumainia na kumpa funguo za ufalme. Na Petro pia anafundisha kuwa historia yetu ya nyuma haiyaondoe wito wetu
angalie mwito wako. Tangu mwanzoni umeitwa kwa nani? Umefunga ndoa, kuna mito mbalimbali, kwa seremala, kwa fundi wa gari, ama fundi za nguo, au umeitwa kwa nani? Mwanabiashara. Kumbuka mwito wako wa kwanza, kwa sababu hata kama ukitenda dhambi aiondoi. Na ndio maana mapadre hapa, labda unaweza kuwa unaona padre sehemu nyingine jana kwa masaa yasiyofaa, dhambi zangu haziwezi kufanya sakramenti isiwe sakramenti, kwa sababu ya mpako wa mafuta. Dhambi zangu ni dhambi zangu. Ninapoadhimisha misa nikifuata maneno yote ya liturujia, na nikivaa mavazi ya liturujia, yani stola juu, hii ndio inayofanya padre awe na mamlaka. Sio hii kama pambo tu, kama mfalme. Nikifuata hayo yote, na wewe ukiwa na imani, na unapokuja kupokea, dhambi zangu haziathiri yoyote hapa. Nikiweka mikono, kila kitu, kwa sababu Mungu hawezi kuwapa adhabu kwa sababu ya dhambi zangu. Haiwezekani. Tujue hiyo. Na sasa dhambi na maanguko yote ayaondoi wito wangu wa kuwa padre. Ayaondoi kumkimbilia Yesu kila wakati. Ndugu wapendwa, kanisa limejengwa sio juu ya watu wasio na doa, bali juu ya wenye dhambi waliopokea neema na kuipokea kwa upendo mkuu. Ndio maana tunaposema kanisa takatifu, ni kanisa lililojazwa na wadhambi, lakini linaposafiri kuangalia na kuelekea mahali pa Mungu, mahali patakatifu. Kila kitu ni kuweka juhudi kila siku, ndani ya kila shughuli. Sisi sote tumeanguka. Kama kuna moja hajawahi anguka, aweke mikono juu, atuambie amepata mchanjo wapi wa kutotenda dhambi, wa kutojaribiwa, tuende tukapate sisi pia. Tumeanguka, tumemsaliti Mungu, tumemkana Mungu kwa njia moja au nyingine. Tumemkana Yesu kwa namna moja, kwa kutosimamia ukweli au kutoshuhudia injili yake. Lakini mwaliko wa leo ni kumtazama Petro. Ni ushahidi kuwa Mungu hakatishi tamaa juu yetu, hatutupi mbali. Badala yake huandika upya hadithi yetu. Mungu, angalia umeanguka mara ngapi, lakini ulipofika umeinuka mara ngapi kumrejea. Katika somo la kwanza, kama tulivyosikiliza, tunamkuta Petro katika hali mbaya sana. Yakobo ameuawa, na sasa Petro ndiye anayefuata. Yuko gerezani, amefungwa minyororo kati ya askari wawili, milango ya chuma imefungwa, ulinzi ni mkali. Kwa macho ya kibinadamu alikuisha, lakini nanukuu, kanisa lilikuwa likimuomba Mungu kwa bidii kwa ajili yake, na tuliona matokeo. Tusidharau nguvu ya sala. Katika mwaka huu wa yubilei tunaalikwa pia kusali kila wakati bila kuchoka. Tunaposali ndio sasa tunamwonyesha Mungu imani yetu. Wakati mwingine tunaulizwa maswali, padre, kama Mungu ashajua nia zangu, kwa nini nisali tena? Unaposali unamwonyesha Mungu tumaini lako, tegemeo lako na imani yako. Ni kama unaye mtoto nyumbani, mtoto asipokuomba nauli, unajua amekwambia anaenda kwa mfano Dar es Salaam, na unajua huyu mtoto afanye kazi. Asipokuomba nauli unamwangalia. Huwezi kusema mtoto njoo nikupe hela uende. Kama anakutegemea, wacha aje kuomba. Vile vile tunaposali sio kumlazimisha kumtisha Mungu.
Tunamwambia Mungu ya mapenzi yake, kama Yesu alivyosema katika bustani ya Getsemani, mapenzi yako yatendeke. Ndio maana kama vile mtoto anaposali, mtoto akikuomba, mama nipe moto nicheze na moto, utampa moto kweli? Nipe kisu nicheze na kisu, utampe kisu? Tunaposali tunaalikwa sasa kuwa na subira. Ni muhimu sana. Ndugu wapendwa, tumsikilize Mungu, tusubiri muda wa Mungu. Lakini kanisa lililomwombea Mtakatifu Petro, Mungu akajibu. Labda wewe pia huko gerezani leo, gerezani ambamo unaishi na hofu, gerezani la ugonjwa, la uraibu, la kukata tamaa. Lakini watu wanaposali, minyororo huvunjika, milango hufunguka. Kitu kimoja ni wewe kuamini. Usipoamini hatuwezi kukusaidia kwa njia nyingine. Cha kushangaza, kile Petro alikuwa akifanya usiku kabla ya kesi yake, alikuwa amelala usingizi, hakukesha akihangaika sana na kulalamika. Hapana, alikuwa anapumzika katika wema wa Mungu. Huo ndio imani yetu, huo ndio uaminifu. Na hapo gerezani Mungu alimtumia malaika, minyororo ikaanguka, milango ikafunguka. Petro akatoka akiwa huru, kwa sababu Mungu akisema bado hakuna gereza linaloweza kukuzuia kuendelea na kazi na mwito wako. Rafiki zangu, ndugu wapendwa, Mungu bado yuko katika biashara ya kufungua milango ya gerezani. Umwamini, umkimbilie, ulie pia machozi ya toba. Bado anakufuata, anakusubiri. Bado anawatuma malaika, bado anavunja minyororo. Na leo unakaribishwa kuonja hali hii. Tunapoendelea pia tumjue pia Petro alipoambiwa kulisha kondoo. Kwanza kabisa, mara ya kwanza kumrejesha Petro baada ya kukanusha mara 3. Alipomwambia wanipenda mimi? Kwa sababu Petro alikana kumjua Yesu mara 3 usiku wa mateso. Alipomuuliza mara 3 ni kumwambia Yesu anamrudisha katika nafsi yake ya kimisionari. Ni wakati wa kuponya majeraha yake yote. Na ya mwisho pia katika kumrejesha, anampa nafasi ya kutubu na kuthibitisha upendo wake. Na ya pili, alipomuuliza wanipenda Petro? Upendo ndio msingi wa uongozi wa Kikristo. Kila mara Petro anapojibu kwamba anampenda Yesu, humjibu lisha kondoo wangu, chunga kondoo wangu, na pia lisha wanangu au wangu. Hii inaonyesha kwamba uongozi wa Kikristo, hasa wa kichungaji, hauna budi kujengwa juu ya upendo wa Kristo, si mamlaka, heshima au madaraka. Na Yesu anatumia maneno 2 tofauti ya upendo. Katika lugha ya Kigiriki tunaye agapas me. Yesu mara 2 anasema agapas me, wanipenda mimi. Kwa maanisha nini? Petro anajibu kwa filose. Filose maana yake nini sasa? Na kupenda kwa upendo wa kindugu, kawaida, upendo wa kawaida. Yesu anamuuliza tena Petro, kwa kiwango hiko napenda unipende kwa phileisme. Phileisme inamaanisha nini? Unanipenda kwa kawaida tu au unanipenda kama ndugu ili uendelee na utume? Tunaalikwa pia kutafakari juu ya maneno haya. Yesu anapomwambia kushuhudia mateso na pia kuendelea kushuhudia Injili, ni kupitia na maneno na maisha yake.
ni ishara ya msamaha pia kwetu kushuhudia leo misa hii, na tunalikwa pia kumuiga Petro. Tumjue sasa Paulo. Paulo ni nani? Paulo kwa jina jingine ni mto usiozimika. Ni mtume wa mataifa. Kwa nini tunasema mto usiozimika au mtume wa mataifa? Kwa sababu aliyekuwa mtesaji au mtesi akageuka kuwa mhubiri. Mto usiozimika, mtume wa mataifa. Na kutoka kwa kutoa vitisho hadi kuwa taa inayowaka kwa ajili ya Kristo, na kutoka kuwawinda wa Kristo hadi kuwa anayewindwa kwa ajili ya Kristo. Na nyaraka zake zote, nikiuliza sasa wa Kristo, siku moja nimeuliza hapa, Biblia Katoliki ina vitabu vingapi? Biblia yetu ina vitabu vingapi? 73. Mejibi vizuri. Alafu mtakatifu Paulo ameandika nyaraka ngapi? Kwa sababu ya vitu vingine sitapoteza muda. Ndugu wapendwa, mtakatifu Paulo aliandika nyaraka 13 kwa mataifa mbalimbali. Ndio maana anaitwa mtume wa mataifa. Na katika Agano Jipya bado hizo nyaraka zote zinaendelea kutufundisha, kutukosoa na kututia moyo hata leo. Na alipokutana na Kristo mfufuka njiani kuelekea Damasko, maisha yake yalibadilika kabisa. Na baada ya kumuona Yesu hakuwahi kurudi nyuma. Ndugu wapendwa, tunajifunza vitu vizuri na vya maana katika maisha. Unapokutana na Yesu tangu ubatizwe, ni wewe uliyerudi tena kwa waganga? Unaenda kwa waganga na unakuja hapa bado unaibu. Unatoa ulimi kupokea. Soma waraka moja wa Paulo wa Korinto wa kwanza sura ya 11 aya ya 26 hadi 29. Usome unachokipokea. Wengine hapa imani imeenda kwa mbwa. Kwa nini niende kwa padre kutubu? Ukuelewa chochote. Sio kwa kutubu na kukiri dhambi zako kwa padre. Ni Mungu aliye ndani ya padre, na padre akiwa huko kama masikio na macho ya huruma, kukushauri sio kukuhukumu, ili usianguke tena, usirudi tena. Ndio maana unapewa malipizi mwisho wa kitubio, ili uweze pia kufanya mazoezi kutorudia. Ndugu wapendwa, tunaona mamajusi, wataalamu wa nyota wa mashariki, walipoenda kukutana na Yesu, Herodi amewaambia, mkimuona mrudi mniambia mimi niende nikamwabudu. Walipokutana na Yesu wakabadilisha njia. Hawakurudi tena na mahali walipokuja. Ukristo ni hiyo. Kama unapokutana na Kristo kwa kweli, umebatizwa, umepewa sakramenti za msingi, umefunga ndoa, usharudi nyuma mara ngapi? Pengine tupo tu, tusifanye Ukristo au kanisa liwe sehemu ya biashara. Hakuna haja kupiga kelele nyingi. Tunaona pia alipigwa, akafungwa, akavunjwa meli, na mwishowe akakatwa kichwa mjini Roma, lakini hakuna kilichomzuia. Katika somo la pili kama tulivyosikiliza, lililochukuliwa kutoka Timotheo wa pili sura ya 4 kwa halisi, sasa mstari wa 7 tunasoma, nimevipiga vita vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Wimbo tunaotumia tukiwa kwenye mazishi, na tunapenda sana mstari huu kuweka hapa, na amepiga vita vizuri. Paulo anatufundisha hili: Mungu anaweza kutumia makosa yako makubwa
kama chombo cha utume wake mkubwa. Ndio maana ukiangalia mapadre wote, masisa wote, hata acheni na wale walio wanao ringa, mimi ni mzaliwa wa Arusha, mimi ni mzaliwa wa Dar es Salaam, mzaliwa wa Nairobi, mzaliwa wa nane. Kila mtu ana kijiji chake. Na Mungu anakuchagua kutoka kijiji hicho, na shida kutoka familia au ukoo au kijiji, ili arekebisha shida hizo zote, we mtu mkamilifu. Msiniona mimi hapa kwa sababu nini mnasema Padre Odore nini. Nendeni kwangu uone. Mimi nimetokea kijijini. Na kijijini kwangu kuna wachawi wengi. Wamejaribu kwa njia yote, lakini Mungu amenitumia. Nimewaambia siku moja, nilipokuwa mdogo, wazazi walikuwa wanaenda kwa sherehe. Mimi ni kifungua mimba, lakini nilikuwa na binamu. Sasa mama akienda kwa sherehe, anaenda na mmoja wetu. Alafu ni kwa zamu. Zamu yangu ilifika siku moja, alafu mama akasema, wewe siendi nawe. Kwa nini? Mama akaniambia, unaongea sana na unauliza maswali mengi. Sasa mimi sikujua kwamba Mungu amefanya chombo kitakachoongea mbele ya watu wengi kama leo. Na nikalia. Mama akaniambia, nenda ukapiga magoti huko, usali rozari mpaka turudi. Ukibadilika tutaenda nawe. Na ninaposema kwetu kila padre, sikilizeni, karibia padre umuulize akiwa mkweli. Katika familia kuna changamoto. Watu hawaelewani, au mama na baba wametengana, au kuna shida fulani katika ukoo, watu hawaelewani, au kuna nini, Mungu anakuchagua katika shida hiyo. Au wewe ni mtoto mmoja, Mungu anakuchagua. Au mtoto aliyetengwa na wazazi kwa sababu baba baada ya kwenda kununua sigara alirudi akasema, huyu sio mtoto wangu, afanani nami. Kwa nini mimi ni mweusi, mama mweusi, mtoto mweupe? Mungu anakuchagua ili arekebishe historia yako. Wafundishe watu, usiwaache watoto. Anarekebisha historia hiyo. Ndugu wapendwa, tunaona sasa Mungu angalie maanguko yetu. Maumivu yetu yanaweza sasa kuwa silaha za neema tunapomkabidhi Kristo. Ndio maana wakati wa sadaka tunaambiwa tulete sadaka na nia chanya. Unaleta na nia, na tunawahakikishia pia watu, tunasema usiwahi jaribu kujaribiwa kula sadaka za watu. Unakula laana. Watu wanatoa na nia. Ndio maana wakati mwingine unaona mtu anapata ugonjwa na usiofahamika. Kwa sababu ya hiyo, mtu anasema natoa 10,000 Mungu nisaidie kwa ajili ya hii. Natoa 5,000 kwa ajili ya hii. Natoa nini? Na sisi pia, kwa sababu ni sadaka Yesu aliyotoa, usile sadaka hiyo ukiwa umebeba watu moyoni na mawe na trekta na mawapishi na madereva. Sasa ndio. Na unapotoa sadaka, wewe unaleta hela zisizotumika. Nia zako ni zipi? Not 1,000 iliyochanika sana, huwezi kutumia sehemu yoyote. Unaleta hapa kama sadaka. Unaleta kama sadaka. Nia yako ni gani? Ndio maana unarudi nyumbani ni wewe maskini kila wakati. Kwa sababu huoni mkono wa Mungu juu ya unachokifanya. Ndio maana utoi zaka, utoi sadaka, hata shukrani. Mimi nimepanga 5,000 ni 5,000. Kwani Mungu anakubariki kila siku na hiyo 5,000 tu? Nimepanga tu, hata wakisema aje nafunga masikio na kila kitu. Siku moja utajua ujui. Ndugu wapendwa, ujumbe moja kwetu ni kwamba ni utume moja, kanisa moja, Bwana moja. Petro na Paulo hawakuwa makikubaliana kila mara. Lakini Paulo hata alimkemea Petro huko Antioka. Angalia Wagalatia, soma waraka wa Wagalatia, utaelewa vizuri. Lakini walikuwa wamoja katika mambo ya msingi. Yesu ni Bwana. Na ndio maana sisi tukiwa hapa, kuna msemo au
methali ya Kiswahili, maji ni nzito kuliko nini? Nimesaidie kumaliza. Damu ni nzito. Nilijaribu kugeuza maneno kuona kama mnasikiliza. Damu ni nzito kuliko maji, na nishawaambia mimi nishageuza haya maneno. Maji ya ubatizo ni nzito kuliko damu ya ukoo. Yes. Maji ya ubatizo. Mtu akiingia hapa, nani anajua wewe ni Mchaga, wewe ni Mpare, wewe ni Masai, wewe ni Mtogo, wewe ni Mgana, wewe ni Malagasy, wewe ni Mkenya? Nani anajua? Kuangalia tu hivi. Ni kwa sababu ya Kristo ubatizo. Ndio maana hawa wawili walikuwa na utume moja, kuangalia tu Yesu aliyekufa, aliyefufuka na atakayekuja. Petro alihubiri kwa Wayahudi, Paulo kwa watu wa mataifa, lakini maisha yao yote yalitangaza injili moja. Vifo vyao vyote mjini Roma, na Petro akisulubiwa kichwa chini. Tunafahamu historia hadithi hiyo. Na Paulo akikatwa kichwa na vilitia muhuri ushuhuda wao kwa damu. Ndio maana tulivaa rangi hii. Isipokuwa siku ya Pentekoste, ni hao wawili mara kwa mara wakianguka pia tunavaa hii Jumapili. Na kanisa Katoliki leo linasimama juu ya mwamba wa imani ya Petro na moto wa ari ya Paulo. Ile ndilo urithi wetu. Ile ndilo kanisa letu. Kanisa la mitume Katoliki na moja, lengo moja, kuinjilisha watu wote katika dunia iliyojaa mgawanyiko, ukabila na ubaguzi wa rangi. Tunaitwa kuwa mashahidi wa umoja ndani ya utofauti, kwa kanisa la sinodi, tukitembea pamoja, tukishirikiana, tukisaidiana. Ndugu wapendwa, Petro na Paulo hawakuwa mashujaa wa kufikirika, bali walikuwa wanadamu waliokubali neema iwageuze. Kubali leo neema ikugeuza. Na neema hiyo inapatikana leo mezani mwa Ekaristi Takatifu. Hata kama ukiwa na vizuizi, ukihudhuria misa usipopokea Yesu kwa kimwili, unampokea kwa kiroho. Na neema hiyo ikivunjie minyororo yako, ifungue milango ya gereza lako, na iandike upya simulizi ya maisha yako leo. Katika Jumapili hii tunaporudi nyumbani, tuwaombe watakatifu Petro na Paulo watuombe na watembee nasi katika utume wetu. Tumuendee Mama Maria aliyekuwa nao baada ya Yesu kupaa mbinguni wakisali, na baada ya kutuma Roho Mtakatifu kanisa limezaliwa, na tunaendelea kudumu katika kanisa hilo.